نعم. النوع الرابع قال رحمه الله تقطع في الحيض تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذان حالان. الحال الأول أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الحال الثاني ألا يكون مستمرا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق. ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأن لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء ب5 أيام. ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع من الطوارئ على الحيض. aina ya 4 katika vile vyenye kujitokeza katika hedhi. Tuliona aina ya kwanza ni ziyadatun au naqsun, ndio tukaona aina ya pili taqaddumun au ta'akhurun, na tukaona kadhalika aina ya tatu sufratun au qudratun, na hayo yote tayari maelezo yake yameshatangulia. Aina ya 4 katika yale yenye kujitokeza katika hedhi ni taqattu'un fil haidhi, ni kukatika katika hedhi. Taqattu'un fil haidhi, kukatika katika hedhi. Bihaythu, wa namna ambayo tara yawman dama, ay tara almar'atu yawman dama, mwanamke anaona siku moja damu, wa yawman naqa'a, na siku nyingine anaona usafi. Siku moja anaona damu, siku nyingine anaona usafi. Wa nahwa dhalika, na mfano wake. Yani leo anaona damu, kesho anakuwa safi, damu hakuna. Kesho kutwa anaona tena damu, siku inayofuata anakuwa safi, damu hakuna. Siku inayofuata damu anaona hivyo. Yani siku fulani anaona damu, siku nyingine haoni damu. Hii ni taqattu'un fil hayd, katika hedhi. Fahadhani halani, hizi ni hali mbili. Kuna hali ya kuona damu na kuna hali ya kutokuona damu. Kwa hizi ni hali mbili. Sisi tumeelewana vizuri. Alhalu alawwal, hali ya kwanza, an yakuna hadha ma'a al-untha daiman kulla waqtiha, ni kuwa jambo hili pamoja na mwanamke ni lenye kudumu wakati wake wote. Anaona damu, anaona usafi, anaona damu, anaona usafi. Sisi tumeelewana. Hali ya kwanza, anakuwa mwanamke ni mwenye kuliona hili au anakuwa nalo hili daiman kulla waqtiha, daim wakati wake wote. Sawa? Ikiwa hali ndiyo hiyo, leo damu, kesho tahara, leo damu, kesho tahara, leo damu, kesho safi, fahadha damu istihadha. Hii ni damu ya istihadha, ni damu ya ugonjwa. Sisi tumeelewana vizuri.
hali ya namna hii ikimpata mwanamke, hii ni damu ya istihadha, ni damu ya ugonjwa, damu ambayo yathbutu liman tarahu hukmul mustahadhati, inathibiti kwa yule atakayeiona hukumu ya mwenye damu ya ugonjwa. Si tumeelewana vizuri? Hiyo ni hali ya kwanza. Alhalu thani, hali ya pili, alla yakuna mustamirran ma'a al-untha, kutokuwa ni yenye kuendelea pamoja na mwanamke. Hali hii ikawa si yenye kuendelea pamoja na mwanamke, bal yatiha ba'd al-waqti, bali inamjia hali hii ba'd al-waqti, inamjia mwanamke baadhi ya muda. Si tumeelewana vizuri? Wa yakunu laha waqtu tuhrin sahihin, na anakuwa nao wakati wa tahara sahihi, anakuwa na wakati fulani ambao anapata tahara sahihi. Lakini muda mwingine ndio inajitokeza hii hali, siku fulani anaona damu, siku nyingine haoni damu. Nasema faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hadha an-naqa'i, wa hakika wametofautiana wanawachuoni rahimahumullah ta'ala katika usafi huu. Hapa anapokuwa safi katika damu hakuna shida, kwa sababu tumeshaona huko nyuma, mata ra'atil mar'atu ad-dama fahiya haidun. Sasa huu usafi huu wa kupatikana leo, kesho anakuwa tena kwenye damu, leo kesho anakuwa tena kwenye damu, hal yakunu tuhran, je usafi huu naqa'u hii inakuwa ni tahara, au yansahibu alayhi ahkamu al-haidh, au zinaendelea juu yake hukumu za hedhi, juu ya usafi huu hukumu za hedhi, au yansahibu alayhi ahkamu al-haidh, au zinaendelea juu ya usafi huu hukumu za hedhi. Hilo ndilo swali. Sisi tumeelewana vizuri. Ala rahimahullah ta'ala, famadhhabu Shafi'i, madhhabu ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kwa maana ya ash-Shafi'iyya, fi asahhi qawlihi, katika iliyokuwa sahihi zaidi ya moja ya kauli zake mbili. Fi asahhi qawlihi, katika iliyokuwa sahihi zaidi ya moja ya kauli zake mbili. Maana yake ana kauli mbili hapo, si ndio? Una kauli na kauli. Sasa iliyokuwa sahihi zaidi katika hizo kauli zake mbili, annahu yansahibu alayhi ahkamul haidh, hakika yake zinaendelea juu ya usafi huu hukumu za hedhi. Fayakunu haidha, hiyo inakuwa ni nini? Inakuwa ni hedhi. Hiyo naqa'u hiyo yakunu haidha, inakuwa ni hedhi. Sisi tumeelewana vizuri Sheikh. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na hii ndiyo ikhtiyari na haya ndiyo machaguzi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwamba hiyo naqa'u ni hedhi. Hiyo naqa'u inayopatikana kwa staili hii ni hedhi hiyo, sawa sawa. Kadhalika na ndiyo ikhtiyari ya sahibi al-Fa'iqi wa madhhabi Abi Hanifata, na madhhabu ya Abu Hanifa. Kwa nini? Wadhālika, na hilo lianna al-qassata al-baydaa, ni kwa sababu kipande cheupe, la turafihi, hakijaonekanwa ndani yake, hakijaonekanwa kipande cheupe. Na sisi kule tumeona ya kwamba ili kujulikana kwamba hedhi imeisha, inatakiwa kionekane kipande cheupe, na hapa kipande cheupe hakijaonekana. Imeonekana leo damu, kesho pakaonekana safi, kesho kutwa ikaonekana damu, siku fulani ikaonekana safi. Lakini al-qassatu al-baydaa, ambayo ndio alama ya wazi ya kuonyesha inqita'u al-haidh, haijaonekana. Waliannahu, na ni kwa sababu law ju'ila tuhra, law itajaliwa hiyo naqa'u kuwa ni tahara, law ju'ila an-naqa'u tuhra, law itajaliwa hiyo an-naqa'u kuwa ndio tahara, lakana ma qablahu haidatan, itakuwa sasa ile ambayo iliyokuja kabla yake ni hedhi. Sisi tumeona vizuri. Wama ba'dahu haidatan, na ile itakayokuja baada yake ni hedhi, yani ile siku iliyokuja nyuma yake ambayo aliona damu ni hedhi, hii ni tahara. Hiyo inayokuja baada yake tena itakuwa ni hedhi, sawa. Wala qaila bihi, na hakuna mwenye kulisema hiyo, hayupo.
hakuna mwenye kusema hivyo. Sawa wa illa, na kinyume cha hivyo, lanqadatil iddatu, basi itatosha eda, lanqadatil iddatu, itaisha eda. Sawa wa illa, na isipokuwa hivyo lanqadatil iddatu, itaisha eda bilqur'i, eda ya qur'u bi 5 ayamin, kwa muda wa siku hizo 5. Si tumeelewana vizuri? Kwa nini? Kwa sababu eda ya mwanamke aliyeachwa sawa sawa ni 3 qurui, ni qurui hizo 3, imma ni tahara 3 au ni hedhi 3. Leo yumo ndani ya labda ameachwa katika tahara, si ndio? Akaja akaingia leo hedhi yake ya kwanza, kesho naqa, anahesabu, si ndio? Anahesabu hedhi ya pamoja tayari. Siku inayofuata hedhi yake ya pili. Si tumeelewana vizuri? Siku ya ngapi? Ya 3. Siku inayofuata naqa. Siku inayofuata hedhi yake ya ngapi? Ya 3. Kwa hiyo 3 qurui zinakuwa zimeisha kwa muda wa siku 5. Ndio anasema hapa wa illa, na kinyume cha hivyo, lanqadatil iddatu, itaisha eda bilqur'i, ile eda ya qur'u bi 5 ayamin, kwa muda wa masiku hayo 5, na kitu ambacho hakiwezekani. Si tumeelewana vizuri? Waliannahu, na ni kwa sababu yake, law ju'ila tuhra, law kama itajaliwa hiyo naqa'u kuwa ni tahara, la hasala bihi harajun wa mashaqqatun bilightisali wa ghayrihi kulla yawmayn. Law kama itajaliwa kuwa ni tahara, patapatikana uzito na mashaqqa bilightisali, katika kukoga, wa ghayrihi, na mengineyo, kulla yawmayn, kila siku mbili. Yani leo anakoga, kesho anaingia kwenye hedhi, kesho tena anakoga, kesho inayokuja anaingia tena kwenye hedhi. Tumeelewana vizuri? Kisha anasema wal haraju, na uzito, muntafin fi hadhihi sharia, uzito ni wenye kukanushwa katika sharia hii ya Uislamu. Walillahi alhamdu, na himdi zote ni za kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. قال رحمه الله تعالى: والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني: يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفى، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخره عادتها، أو ترى القصة البيضاء. فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين، والله أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى: والمشهور من مذهب الحنابلة، نقول iliyokuwa mashuhuri
katika madhehebu ya Hanabila anna ad-dama haidhun, hakika damu ni hedhi. Kauli mashuhuri, anna ad-dama haidhun, hakika damu ni hedhi. Wan naqa'a tuhurun, na usafi ni tahara. Yani damu ikionekana ni hedhi na mtu akiwa safi ni tahara. Hiyo ndio kauli mashuhuri inda al-Hanabila. Illa isipokuwa an yatajawaza majmu'uhuma, isipokuwa utakapovuka mjumuiko wake. An yatajawaza, utakapovuka majmu'uhuma, mjumuiko wake, yani mjumuiko wa damu na an-naqa'u akthar al-haidhi, ukajumuika zaidi ya hedhi, zaidi ya ile masiku ya hedhi. Sawa? Fayakunu damu mutajawizu, itakuwa ile damu yenye kuvuka mpaka istihadatan, itakuwa ni istihadha. Ile damu ambayo itakuwa ni yenye kuvuka mpaka, hiyo itakuwa ni istihadha, yani imeghilibu katika hali ya kawaida. وقال في المغني، na amesema al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala katika al-Mughni, yutawajjahu, inaelekezwa, anna inqita' ad-dami, hakika kukatika kwa damu, mata naqasa 'ani al-yawmi, muda kutakapopungua kunako siku. Kukatika kwa damu ukapungua kunako siku, yani ikawa ni masaa 8 katika kwa damu, umeelewana vizuri, au masaa 10 katika kwa damu, au masaa 12 ndiyo masaa ya kukatika kwa damu, yamepungua kunako siku hiyo. Siku moja ina masaa 24, lakini ikawa kumepungua kunako siku, uko chini ya siku, duna al-yawmi, si tumeelewana vizuri, falaysa bituhurin, hiyo si tahara. Muda wa kuwa imepungua siku hiyo haihesabiki kuwa ni tahara. Tumeelewana vizuri. Binaan ala riwayati allati hakainaha, kwa kujengea riwaya ambayo tumeisimulia, fi nifasi, katika nifasi, annaha, hakika yake, la tultafatu, hapageukiwi, hapaangaliwi, ila maduna al-yawmi, kwa kile ambacho kiko chini ya siku, hakigeukiwi hicho na wala hakiangaliwi. Wa huwa sahihu insha Allah, na kauli hii ndiyo kauli sahihi insha Allah. Lianna ad-dama, kwa sababu damu, yajri marratan, inatoka mara fulani, wa yanqati' ukhra, na inakatika muda mwingine. Kuna muda inaweza kaitoka na kuna muda mwingine inaweza ikakatika, sio kama muda wote inakuwa inatoka tu. Kwa hivyo inawezekana pakapita masaa 6, pakapita masaa قال رحمه الله تقيك kwa damu, mata naqasa 'ani al-yawmi, muda kutakapopungua kunako siku. Kukatika kwa damu ukapungua kunako siku, yani ikawa ni masaa 8 katika kwa damu, umeelewana vizuri, au masaa 10 katika kwa damu, au masaa 12 ndiyo masaa ya kukatika kwa damu, yamepungua kunako siku hiyo. Siku moja ina masaa 24, lakini ikawa kumepungua kunako siku, uko chini ya siku, duna al-yawmi, si tumeelewana vizuri, falaysa bituhurin, hiyo si tahara. Muda wa kuwa imepungua siku hiyo haihesabiki kuwa ni tahara. Tumeelewana vizuri. Binaan ala riwayati allati hakainaha, kwa kujengea riwaya ambayo tumeisimulia, fi nifasi, katika nifasi, annaha, hakika yake, la tultafatu, hapageukiwi, hapaangaliwi, ila maduna al-yawmi, kwa kile ambacho kiko chini ya siku, hakigeukiwi hicho na wala hakiangaliwi. Wa huwa sahihu insha Allah, na kauli hii ndiyo kauli sahihi insha Allah. Lianna ad-dama, kwa sababu damu, yajri marratan, inatoka mara fulani, wa yanqati' ukhra, na inakatika muda mwingine.
kuna muda inaweza inatoka na kuna muda mwingine inaweza ikakatika, sio kama muda wote inakuwa inatoka tu. Kwa hivyo inawezekana pakapita masaa 6, pakapita masaa 8, masaa 10 damu haijatoka, kwa sababu muda fulani inatoka na muda mwingine inakatika. Wa fi ijabi al-ghusli, na katika kuwajibisha kukoga, ala man tathuru sa'atan ba'da sa'atin, juu ya yule ambaye anataharika muda fulani baada ya muda fulani, yani saa hili ametaharika saa fulani damu inatoka. Katika kuwajibisha kukoga juu ya mtu huyu, harajun yuntafa, kuna uzito ambao unaokanushwa, liqaulihi ta'ala, wa qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, qawlihi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala nasima fa'ala hadha, basi juu ya hili, la yakunu inqita'u dami, hakui kukatika kwa damu, aqalla min yawmin tahara, chini ya siku ni tahara, illa an tara, isipokuwa atakapoona, ma yadullu alayhi, yale yanayojulisha juu ya kukatika kwa damu, yani alqasatu albayda, mithlu an yakuna inqita'uhu, mfano ikawa kukatika kwake, fi akhiri adatiha, imekatika hiyo damu katika mwishoni mwa eda yake, mwisho mwa ada yake, au tara alqasata albayda, au akawa ameona alqasatu albayda, hata kama itakuwa ni kwa masaa fulani, muda wa kuwa ameona alqasatu albayda, basi atakuwa ameingia katika tahara, yani hedhi itakuwa katika. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Fayakunu qawlu sahibi almughni, hivyo inakuwa kauli ya sahibu almughni al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, hadha wasata, inakuwa kauli hii ni ya kati na kati, baina alqawlaini, baina ya kauli mbili, kauli ya Hanabila na kauli ya Shafi'iyya, wallahu a'lam bisawab, na Allah ndiye mwenye kujua zaidi usawa. Kauli ambayo inasema kukatika kwa damu na kutaharika, ile tahara ni hedhi, umeona kauli hiyo. Na kauli ya pili, kauli ya Hanabila inayosema ni tahara, tumeiona hapo. Wal mashhuru inda al-Hanabila, yani anasema ikionekana damu ni hedhi na ikionekana naqa ni tahara. Sisi tumeelewana vizuri. Na ile kauli ya mwanzo inayosema kwamba an-naqa inayopatikana katika mfumo kama huu, kauli ya Shafi'iyya, hiyo ni hedhi, itaingia katika hedhi. Tumeelewana vizuri. Sasa al-Imam Ibn Qudamah yeye akaja na kauli ya kati na kati, isiwe chini ya siku moja. Ikiwa ni chini ya siku, hiyo haitohukumika kuwa ni nini, ni tahara, isipokuwa pale ambapo zitatokea wazi ishara za kuonyesha kwamba inqita'u dami imepatikana, yani kukatika kwa damu kumepatikana, kama vile akaona huko kukatika kwa damu fi akhiri adatiha, mwishoni mwa ada yake, au akaona alqaswatu albayda, au akaona kile kipande cheupe, basi hiyo itaashiria kwamba tayari damu yake imekatika, na naqa hiyo ni naqa inaonyesha at-tuhuru. Kwa hivyo zimetajwa kauli tatu katika hili, katika jambo la inqita'u ad-dami au taqattu'un fi ad-dami, kukatika katika damu. Kauli ya madhehebu ya Shafi'iyya ambao wao wanasema hii naqa'u hii ni hedhi. Kauli ya pili ni kauli ya Hanabila ambao wao wamesema itakapoonekana damu ni hedhi, itakapokatika hii naqa'u ni tahara. Na kauli ya tatu ni kauli ambayo amekuja nayo al-Imam Ibn Qudamah ya kati na kati, ya kuonyesha ikiwa ni zaidi ya siku moja, ikiwa ni siku moja na kuendelea, basi hiyo itakuwa nini? Itakuwa ni hedhi. Na ikiwa ni chini ya siku moja, masaa 6, masaa 10, hiyo haitohesabika kuwa ni nini, ni naqa'u, ni tuhuru, haitohesabika kuwa ni tuhuru, itahesabika kuwa ni nini, kuwa ni hedhi. Sisi tumeelewana vizuri, isipokuwa pale ambapo vitakuja viashiria vya wazi vya kuonyesha kwamba hapa sasa imepatikana nini, imepatikana tahara. Sisi tumeelewana vizuri. Naam, malizia. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالسفرة والكدرة، وهذا حكمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس من الطوارئ على الحيض، أين يتانو
katika vile vyenye kujitokeza au vyenye kuzuka katika hedhi. Aina ya 5 ni jafafun fi dami, ni kukauka katika damu. Jafafun fi dami, ukavu na kukauka katika damu. Bihaithu, kwa namna ambayo tara al-untha, anaona mwanamke mujarrad rutuba, anaona majimaji tumeelewana vizuri. Fahadha in kana fi athna'i al-haydh, hili anasema ikiwa ni katikati ya hedhi kuna majimaji, si ndio kuna rutuba, ubichi na majimaji. Fahadha in kana fi athna'i al-haydh, hii ikiwa ni katikati ya hedhi, au muttasilan bihi au muttasilan bil haydh qabla at-tuhri, qabla ya tahara, fahadha haydh, hii ni hedhi. Wa in kana ba'da at-tuhri, na ikiwa ni baada ya tahara, falaysa bihaydh, hii si hedhi. لأن غاية حاله, وسباب ukomo hali yake hii, an yulhaqa bisufra, ni kuunganishwa na as-sufra wal kudra. Hali hii inaunganishwa na as-sufra na inaunganishwa na al-kudra, wa hadha hukmuha, na hii ndio hukumu yake. Wala ana vizuri, wallahu a'lam.